haleluya. Hata mama yangu jua leo yule dhambi zako, Yesu Kristo Bwana anasamehe. Msalaba, msalaba umeniokoa dhambi, haleluya. Hakuna lililo gumu kwa huyu mwanaume Yesu, msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi, haleluya. Funika macho yako kuomba, baada hapo tusikie neno la Bwana. Bwana Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako liliachilia juu ya mtumishi wako kwa mfano wakati na majira kama haya, ukampande kama mwanapunda kwa ajili ya watu wa mahali hapa. Mtumishi wako ukamtumie kama ni chombo, bali wewe ukazungumza na watu wa mahali hapa. Nimeomba nikiamini kupitia jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, amen. Amina. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya tena Bwana Yesu. Amen. Basi tunamshukuru Mungu tena kwa asubuhi ya leo. Kwa wewe ambaye unasikia sauti hii, naomba unisikilize kwa makini sana nini ambacho Mungu anaenda kusema na wewe wakati huu. Tega sikio lako kwa makini. Kama kuendelea na kazi yako, endelea huku ukisikiliza nini ambacho Mungu anakuambia katika siku ya leo. Maana kipindi tulicho nacho ni kipindi ambacho ni kipindi cha neema. Maana habari hizi ukizisikia, yaweza fika wakati usiweze kupata tena neema ya kusikia habari hizi, kwa maana hakuna anayejua kwa habari ya maisha yake kwa mambo yajayo. Yaweza fika wakati usisikie habari hizi, lakini ikiwa leo habari hizi zimekufikia mahali hapa, basi naomba ukasikilize kwa umakini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo nitaenda kuzungumzia kwa habari ya wokovu wa Mungu kwa mwanadamu. Wokovu wa Mungu kwa mwanadamu. Tenda kusoma katika kitabu cha Luka sura ya 19. Kitabu cha Luka sura ya 19. Kitabu cha Luka sura ya 19. Nitasoma katika mstari wa 9 mpaka wa 10. Biblia inasema ya kwamba pale ambapo wanakuwa wagonjwa ndio wanaanza kwenda kuita wachungaji. Wengine wanasubiri mpaka pale ambapo wanakuwa wamelemewa sana, wamepigika na magonjwa, wameteswa sana, ndipo wanapoanza kutafuta watumishi wa Mungu. Sikiliza nikwambie, wakati uliokubalika Biblia inasema ndio sasa. Hakuna wakati mwingine ambao unaujua wewe. Wakati uliokubalika, wakati wa Mungu na ni sahihi, ndio sasa. Basi wewe uliyeko huko, naomba unifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimesikia maneno yako katika asubuhi ya leo. Naomba unisamehe dhambi zangu. Naomba unisamehe makosa yangu katika asubuhi ya leo. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Ewe Shetani na kazi zako zote, ninakukataa kwa jina la Yesu. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Asante Yesu, mimi ni mali yako sasa. Mimi ni mali yako sasa. Basi katika uwepo huo, funika macho yako, nitaenda kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa jeshi, mfalme wa amani, asante Mungu kwa neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya watu wako hawa, Mungu ambao umekubali katika asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Naomba neema yako Bwana juu yao, naomba neema yako Bwana juu yao. Mungu wasaidie Bwana, naomba Mungu watetee, mfalme wa amani, wapiganie chini ya hila zote za adui Mungu, wapiganie na roho zote za udanganyifu, wapiganie na kila mamlaka yote ya adui Shetani, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu mwenye mamlaka, mwenye uweza, ninakualika Bwana pamoja na nguvu zako, funika maisha yao Bwana, watamie kwa uweza wako, watamie kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Nami ninasimama kinyume na kila mamlaka na kila roho zote zinazowanyemelea na kila mamlaka yote inayonyemelea, katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa majeshi, mfalme wa amani. Asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mwenye nguvu. Toba, utanifuatisha. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi mtoto wako, naomba unirehemu, uyasamehe makosa yangu, yale ambayo ninayajua na yale ambayo nisiyajua. Yesu Kristo, uifute jina langu katika kitabu cha hukumu, uiandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Ee Bwana, ninakupenda, unisaidie. Amen. Nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa watoto hawa, wamekuwa wasikivu kwa neno lako Baba. Wengine wamekusikia na wengine wamekupokea hata kama hawajaonekana huko waliko. Ninajua wewe upo na upo kila sehemu. Yesu, upate kuthibitika ndani ya maisha yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa haya yote Mungu. Kwa muda huo ninasema asante kwa ajili ya utukufu wako, ninakurejesha. Amen. Na pia jamani, kama kuna mgonjwa hapo ulipo, unaweza ukaweka mkono wako ulipokuwa unaumwa. Kila sehemu unapoona udhaifu, huyo Mungu ni Mungu mponyaji, ni Mungu anayeweza kufanya jambo ambalo limeshindikana. Sisi tunatibu, lakini anayeponya ni Mungu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mponyaji, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tazama mtoto huyu ambaye ananyanyaswa na kuteseka katika udhaifu ule. Ninamweka mikononi mwako kwa jina lako Yesu Kristo. Mungu, nenda ukasimame na udhaifu wake. Mwingine amekata tamaa, Yesu Kristo kamshike mkono. Yesu Kristo, wengine wanateseka, lakini kuteseka sio fungu letu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kuanzia sasa na muda huu, popote pale alipo, akapokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ninanyonyeza mazingira haya, ikapata kibali kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Amina. Jamani, Mungu awabariki. Pia tunawakaribisha katika mkutano wetu utakaofanyika hapo uwanja wa shule ya msingi Upendo. Hapo utaanzia saa 9 hadi 12. Mungu anawapenda. Walete wagonjwa na wenye shida, walioshindikana. Mungu anayeponya yupo na atafanya kama yeye alivyopanga na kama alivyotufikisha mahali hapa. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwa habari ya wokovu wa Mungu kwa mwanadamu. Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia, kwa maana tunaona hapa Yesu alikuwa anazungumza na mtu mmoja ambaye alikuwa amepotea, ambaye alikuwa anatumika kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa maana Yesu Kristo alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mungu atusaidie sana. Unaweza kuwa bado hujanielewa. Sikiliza nikwambie, unaposoma katika habari ya Mungu alipomuumba mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kwamba Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Lakini alipomuumba huyo mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, akamweka katika ile bustani ya Edeni. Biblia inasema kwamba Mungu akampa mwanadamu ile bustani ya Edeni aweze kuilima, aweze kuitunza. Atakayekuwa yupo tayari kupokea wokovu, Mungu aweze kubadilisha maisha yake, Mungu aweze kumbadilisha jinsi alivyo, Mungu aweze kumtoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine,
Hapo ulipo unaweza kusogea mahali hapa, ama hapo ulipo unaweza kunyosha mkono wako juu ulipo. Nami nitaenda kuzungumza maneno haya na utakuwa unanifuatisha maneno haya. Naomba tumishi wa Mungu naweza kukapita huko. Ngoja kidogo. Nazunguka kuona huko. Kristo nikwambie, hii neema ambayo Bwana Nazareti ali hai, sema amina. Amen. Tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Alipo na msalaba wa Yesu ndipo yote yalikwisha. Tulipokuwa katika mateso mengi, yeye alipoenda pale msalabani yote yalikwisha. Ndipo akatangaza yote yalikwisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalaba au thamani ya msalaba ambao Yesu alibeba pale haikuwa kwa ajili yake yeye. Ndio maana ukifuatilia tangu mwanzo kuzaliwa kwake ilikuwa ni kutimiliza lile agano. Pale msalabani yote yalikwisha. Katika msalaba ule alipokuwa juu msalabani, wale walinzi waliokuwa naye pale, mmoja akachukua mkuki akamchoma bavuni. Hakujua kama alikuwa anatimiza agano, hakujua kama alikuwa anakomboa wanadamu. Kwa akili zao, ufahamu wao, walidhani wanamtesa, kumbe walikuwa wanampeleka kwenye hatima ambayo aliletwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Siku leo nakwambia thamani ya msalaba katika maisha ya mtu au Mkristo yoyote ambaye anaishi, thamani ya msalaba imeleta nini ndani ya maisha yake? Thamani ya msalaba ni kumno. Naomba nisome kwanza Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 18. Naomba nisome Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 unasema, ndio kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nitarudia, kwa sababu ya neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anapotea anaona neno la msalaba kama upuzi ndani yake, lakini kuambia taarifa njema ni kwamba neno la msalaba ndio linalopa thamani ya maisha ya mtu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupigwa kwake msalabani sisi tulipona. Alionekana mtii mpaka kuonja mauti, kwenda kufuka siku hata kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu. Thamani ya msalaba ni kuu ndani ya maisha ya muamini. Thamani ya msalaba ni kuu ndani ya maisha ya muamini. Thamani ya kwanza inaonyesha kwa nini Yesu alienda msalabani. Jambo la kwanza alikuwa anaonyesha upendo ambao anampenda mwanadamu. Alikubali mpaka kufa, mateso yote si kwa ajili yake, ila kumsamehe au kupenda mwanadamu aliyokuwa amepotea pale mwanzo. Tulipoumbwa mwanzo, Adamu aliumbwa katika upendo wa Bwana. Alipokuwa anaishi akarudi katika uovu. Alipoanguka katika dhambi, vizazi vikapita vizazi na vizazi. Vyote hivi walipita katika uovu. Vyote hivi vilipita katika uovu. Lakini Mungu akazidi kumpenda mwanadamu. Akatafuta njia ya kumwokoa. Ndipo akamtuma Yesu ulimwenguni kwa kupitia kumzaa mwanaye wa pekee Yesu Kristo katika tumbo la Bikira Maria. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ukiangalia ni upendo wa namna gani, kukubali mpaka kufa, mijeledi, mateso kwa ajili yako ewe mwanadamu. Akasema yote yamekwisha. Thamani ya msalaba kwa mtu yeyote anaishi ni kumno. Hauwezi kumtenga mwanadamu na thamani ya msalaba. Ondoleo la dhambi lilipatikana msalabani. Tulipokuwa katika uovu, tulipoishi katika mambo ambayo yanatukosesha, yanatoka mbali na Bwana, kwa kupitia msalaba tukawa karibu na Bwana, tukawa na njia ya kwenda kwa Bwana na kumwambia Yesu, hakika tumekosa, utusamehe. Naye anatusamehe. Mungu si mwanadamu. Unapoenda kwake na kusema kwamba nimekosa, yuko tayari kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo thamani ya msalaba kwa maisha ya Mkristo au kwa maisha ya mtu yeyote yule anayeishi msalabani kwa ajili ya mlevi. Alikufa msalabani kwa ajili ya mtu mzinzi.
Alikufa msalabani kwa ajili ya familia iliyo na migogoro. Alikufa msalabani kwa ajili ya kuchukua mateso yote ambayo mwanadamu anapitia. Akakubali kwenda msalabani, akakubali kutembea, kubeba ule msalaba mpaka kwenda kuonja mauti ya msalaba kwa ajili ya mwamini ambaye alipotea katika uovu. Ndipo siku leo tunasema ya kwamba twajua thamani ya msalaba. Ndipo twaja kwa kukwambia ya kwamba Yesu anakupenda sana. Tangu mwanzo uumbaji alimpenda mwanadamu, hata alipopotea katika dhambi yeye akazidi kumpenda. Ndipo leo tunasema ya kwamba hakika maisha ya Mkristo au maisha ambayo wanadamu tunaishi, inatupasa tuishi kama yeye anavyopenda, kwa maana alikubali kuteswa kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Thamani ya msalaba ni kumno. Thamani ya msalaba ni kumno. Utakapoithamini hii ambayo Yesu alifanya pale msalabani, alikubali kwenda msalabani ili usamehewe dhambi. Alikubali kwenda msalabani ili akutenge wewe na laana ambazo ulikuwa nazo. Alikubali kwenda msalabani ili akutoe wewe katika mateso. Alikubali kwenda msalabani ili akutoe wewe katika mahangaiko. Alibeba mateso, akabeba shida, akabeba dhiki zote tulizokuwa nazo, akazibeba kwenda msalabani. Ndipo akatangaza ya kwamba yote yamekwisha. Kwa yeyote atakayeamini, kwa yeyote aaminie kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yake, maisha yake yanageuka. Amen. Maisha yake yanageuka. Maisha yake yanageuka. Mwenendo wake unabadilika. Kuongea kwake kunabadilika. Yawezekana alipewa majina magumu. Yawezekana waliongea kauli ngumu. Yawezekana familia walikata tamaa, wakasema huyu hatufai tena. Yawezekana kijiji kikakaa vikao mara nyingi, wakasema huyu hatufai tena, tufukuze. Lakini ujapomkiri Yesu Kristo, atakufanya kiumbe kipya, atakufanya upya, atasahau makosa yako yote na kukusamehe. Utakuwa kiumbe kipya, atakutoa katika milki ya Mungu na kukuingiza katika milki ya mwanae. Wapendwa wa mwanae Yesu Kristo, unapomwamini tu Yesu Kristo, utakuwa mtu mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bado ipo nguvu ya Bwana, bado ipo nguvu iokoayo wanadamu katika mateso, nguvu iokoayo wanadamu katika shida, nguvu iokoayo wanadamu katika matatizo, bado ipo. Utateseka mpaka lini? Utahangaika mpaka lini? Utasumbuka mpaka lini ulimwengu? Je, kupata fedha ni bora kuliko kumpata Yesu? Je, kupata mafanikio ni bora kuliko kumpata Yesu? La, yote haya yatarisi daima. Yule ambaye ataishi maisha ya kumpendeza yeye, yule ambaye ataishi maisha ya kumpendeza Bwana, hatahangaika, atamtumaini Bwana. Hata katika magumu Bwana atakuwa pamoja naye. Amesema katika maji mengi hautakuwa peke yako, hata hayatakugaligisha wala moto. Amini nakwambia, yuko tayari kukubadilisha, yuko tayari kukugeuza, yuko tayari kukugeuza. Kinachokupasa tu ni kuamini na kumkiri, yeye atakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Utateseka katika uovu mpaka lini? Utateseka katika dhambi mpaka lini? Utateseka katika uovu mpaka lini? Utatumikishwa na uovu mpaka lini? Wakati yote msalabani alikwisha, yote msalabani alikwisha. Utateseka mpaka lini? Utahangaika mpaka lini? Umeenda kwa waganga mara ngapi? Lakini utambue ya kwamba huyo mganga mwenyewe anakutesa tu, anakuhangaisha. Unakaa kwa mganga muda mrefu na hamna matokeo yoyote. Ukumbuke habari ni kwamba atakayerithi ufalme wa mbinguni ni yule mtakatifu, sio anayeshikilia dini, sio anayeshikilia dini. Atakayerithi ufalme wa mbinguni ni yule mtakatifu, aliyoishi sawasawa na mapenzi ya Mungu, aliyoishi sawasawa na neno la Mungu, aliyoishi sawasawa na kusudi la Mungu, aliyoishi kumpendeza yeye tu na si wanadamu, aliyoishi kumpendeza Mungu na si wanadamu. Yote haya yana mwisho, yote haya yana mwisho. Utakapoishi kumpendeza Mungu, ndipo utairithi. Au mtoto anamsikiliza mali hapo, ambaye atasema niko tayari kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu, kuwa mwokozi wa maisha yangu. Naomba popote alipo, watumishi mtapita, popote alipo utanyosha mkono, utaongea na mtumishi anayefuata hapo kwa ajili ya kukuongoza sala ya toba. Unaongozwa sala ya toba, anayesamehe ni Yesu Kristo. Kinachokupasa wewe ni kumkiri tu na kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
kwa yeyote ambaye atakuwa tayari kumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye anisikia na yuko tayari kurudi mbele za Bwana. Upendo mkuu wa Bwana alionyesha msalabani, akasema niko tayari kwenda msalabani kumwokoa mwanadamu. Yote haya ni upendo ambao alikuonesha wewe. Naomba aliye tayari nifuatishe maneno haya, aliye tayari kumkiri Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yake alifuatishe maneno haya. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda uovu mbele zako, nimetenda dhambi mbele zako. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda uovu mbele zako, nimetenda uovu mbele zako. Sasa narejea kwako, sasa narejea kwako, sasa narejea kwako. Ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe. Unifanye kiumbe kipya, unifanye mtu mpya, sawa sawa na vile, sawa sawa na vile. Mungu upendaye, Mungu upendaye, Mungu upendaye, Mungu upendaye. Asante. Naomba tunie kuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni Mungu uwezaye Bwana, wewe ni Mungu utoshaye Yesu Kristo. Maisha yetu haya yapo mikononi mwako Bwana. Ulikubali kuacha enzi kwa sababu ya maisha haya ambayo tulikuwa katika uovu Bwana. Imepita vizazi vingi walipotumia damu ya wanyama, lakini yote haya yakutosha. Lakini Bwana, damu yako iliyomwagika pale msalabani, yote yalikwisha Bwana. Ukatusamehe Bwana, ukatusamehe Bwana. Ninaomba Bwana ukamtakabali mwanao huyu, ukamlinde na kumpigania Bwana, akaishi maisha ya kukupendeza wewe Bwana, na katika shida zote ambazo Bwana zilikuwa pamoja naye zikimtesa, Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Ulevi katika jina la Yesu, muondolee shida hizo Bwana, muondolee mateso hayo Bwana, muondolee mateso hayo Bwana, muondolee hamu ya pombe tena, muondolee hamu ya tendo ambalo Bwana linakukosesha naye Bwana, muondolee katika hamu yake Bwana, muondolee hamu ya dhambi yake tena, abaki kiumbe kipya, atumaini naishi maisha ambayo Bwana utakaporudi atakuwa tena kukulaki mawinguni, na ile imani ambayo Bwana amekiri leo ikamee na kukua na kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo na mwokozi wangu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, 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 anapona. Yesu, 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 nani? Naomba Mungu umpake mafuta mabichi sawa sawa na kusudi lako katika jina la Yesu Kristo. Mungu ukawasikilizisha vyema ambao Bwana umewakusudia. Enzi, adhama, shukrani na utukufu ninarudisha kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mahali popote ulipo, ninadhani sauti na kufikia mpaka hapo nyumbani kwako. Ndio. Jambo moja ambalo tumeileta siku ya leo ni kukwambia kwamba Yesu ni mchungaji mwema. Haleluya. Yesu ni mchungaji mwema. Alikubali kufa msalabani, alikubali kuteseka ili mimi na wewe tupate kupata wokovu, lakini kwa sababu ya kutokutii kwetu, kwa sababu ya kutokuamini kwetu, ndio maana tunaishi haya maisha tulionayo. Nimekuja kukwambia kwamba Yesu ni mchungaji mwema, ana uwezo wa kuchunga familia yako, ana uwezo wa kuchunga biashara uliyokuwa nayo, lakini haishii hapo tu, anachunga roho yako. Hautakwenda na wacheni, hautabebwa. Kwa sababu gani? Umemkubali Yesu, akatawala maisha yako, akawa mchungaji wako. Amen. Mtumishi, naomba unisomee kitabu cha Yohana 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Yohana sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Biblia takatifu inasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi atatoka
akiingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja, kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mstari wa 11. Mimi ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amen. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema kwamba mwivi haji. Mwivi ni nani? Mwivi ni Shetani, ambaye siku ya leo amekufanya utumikie katika hiyo hali uliyokuwa nayo, mateso uliyokuwa nayo. Ni kwa sababu Shetani amekuja kuiba kila kitu Mungu alikuwa amekuachia. Ulitamani kuishi kwenye maisha mazuri, lakini umejikuta maisha yako yamejaa mawazo siku zote, yamejaa mateso siku zote. Mwingine hata anaposikia habari hizi asubuhi ya leo anasema unanipigia kelele. Nataka nikwambie asubuhi ya leo kwamba Mungu ameliona teso lako, amekuja kwa ajili ya kukuokoa.
wakati huu, na amani ya Mungu itakuwa ndani yako. Haleluya. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya mtaa huu ambao umezisikia habari zako njema. Umesema maana neno lako Bwana ni uhai, tena lina nguvu. Neno lako ni njia na mwangaza wa njia zetu. Baba wa mbinguni, kila mmoja ambaye amesikia sauti hii, yamkini mwingine amejikatia tamaa kabisa, ameona tena hakuna msaada. Baba, naomba ukakutane naye. Yesu, naomba ukakutane naye. Baba, ukakutane na maisha yake, ukakutane na familia yake, hata wale ambao amezisikia habari lakini bado moyo wake ni mgumu. Bwana Yesu, naomba ukaufanye moyo wake kupata kurejea kwake, maana adui kazi yake ni kufunga fahamu zao. Baba, ninafungua fahamu zao kuanzia sasa, wakakuamini wewe, wakakuamini wewe. Hata tukitoka mahali hapa Baba, neno lako litaendelea kupiga kelele ndani ya mioyo yao. Baba, waliokosa furaha ukaachilie furaha, kwa sababu wewe ni Mungu unayeachilia furaha. Umesema Bwana katika neno lako ya kwamba njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na ukasema utawapumzisha. Baba, ukawapumzishe waliochoka mioyo, waliokata tamaa, ukawainue tena, ukawape nguvu. Neno hili Bwana likafanyike nguvu katikati na kuamini Bwana, kwa sababu wewe ni mwaminifu, halitakuwa bure, katika jina la Yesu Kristo, amen. Katikati ya mbingu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya mbingu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya mbingu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya mabwana sijaona Bwana kama wewe. Katikati ya mabwana wote sijaona Bwana kama wewe. Oh, katikati ya wafalme sijaona mfalme kama wewe. Oh, katikati ya wafalme wote sijaona mfalme kama wewe. 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 Bwana kama wewe. Bwana kama wewe. Sijaona kama wewe. Kama wewe hayupo. Nasema Baba. Ndipo utaokoka. Nami leo nimeleta habari za huyo Yesu ambaye Paulo na Sila wanamzungumzia katika kitabu cha Matendo, ndio nimeleta katika kiwanja hiki siku ya leo. Mungu kwa ufupi. Amina. Tutasoma kwa neema ya Bwana. Neno la Mungu linasema katika Kolosai 1:13, naye alituokoa katika nguvu na mkozo wa maisha yako. Jambo kubwa ni kwamba usiwe na wasiwasi wala usiogope ya kwamba nawezaje kumuona Mungu na mimi ni muovu. Pengine unawaza ya kwamba kuna siku ulifanya dhambi fulani inakuzuia kuonana na Mungu. Maandiko yanatuonyesha kwamba Yesu ni wa upendo na alikulinda. Yesu anakupenda, ndio maana leo nikuletea hizi habari. Tunakumbuka kwa habari ya Nuhu, kipindi cha Nuhu alipokuwa akiwaambia wale watu ya kwamba geuka, kuna gharika kubwa inakuja.
walikuja, wale watu walikuwa wakisikia habari za neno la Mungu, ni walikuwa wakiwaambia na kuwasisitiza kila siku, lakini wale watu wakakaza shingo yao ngumu. Safina iko wazi, safina ni Yesu mwenyewe. Mahali hapa kwa ajili ya kukukomboa. Safina iko wazi kabla siku ya safina kufungwa. Mkubali Yesu leo, mwana wa Iringa, mtu wa Iringa na mwananchi yeyote wa Iringa unasikia sauti, uko nyumbani kwako, uko kazini kwako, mkubali Yesu leo abadili maisha yako. Yesu ndiye safina letu kwa leo. Yesu ndiye safina letu kwa siku za hivi karibuni na siku za miaka hii tulionayo sasa. Yesu yupo kwa ajili yako. Yesu amefungua mlango kwa ajili yako. Sio sawa na zile siku za Nuhu ambazo zilikuwa na muda mfupi sana ambao wale watu walikataa neno la Mungu. Lakini wewe Mungu amekuachia uhai, amekuachia muda mrefu wa kukubali yeye. Amekuachia muda mrefu wa kusikia maneno ya Mungu kutoka kwa watu tofauti. Wengine umekwisha kusikia maneno mengi ukihubiriwa. Ulihubiriwa ulipokuwa mdogo, ulihubiriwa ulipokuwa mkubwa. Lakini ulienda kwa shingo yako. Lakini leo nataka nikwambie Yesu anakuja. Pengine umesikia habari nyingi na umekuwa ukiambiwa kwamba Yesu atarudi, na Yesu hajarudi mpaka sasa. Unafikiria kwamba hakuna Yesu. Kama watu wanakabwa na wachawi, unaamini wachawi wapo, lakini tambua ya kwamba Mungu yupo ambaye anawatetea watu wake katika kukabwa na wachawi. Hakuna mtu wa Mungu aliyemkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ambaye wachawi wanaweza kumsumbua, ambaye jambo lolote gumu ambalo linakuja kwa mshirikina linaweza likamsumbua. Mkubali Yesu leo, ufanyike kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, abadilishe maisha yako, akufanye kuwa mwana wa pendo lake. Na anasema kwamba ukimkubali na kumkiri yeye, atabadilisha maisha yako, atakufanya kuwa kiumbe kipya, na utakuwa mtoto wake. Rafiki yangu, unasikia sauti yangu siku leo, unasikia sauti hii, mkubali Yesu. Mkubali Yesu tena, narudia tena mara 3, mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pengine hautapata nafasi nyingine. Mimi na wewe hatujui dakika 3 zijazo tutakuwa wapi. Hatujui maisha yetu mwisho wake ni lini. Mwisho wake dakika yetu ya mwisho ni saa ngapi? Hivyo unaposikia neno la Mungu, wakati wote unapaswa kuchukua hatua na kuamua ndani ya moyo wako, ili kusudi pale siku yako ya mwisho ya kuishi duniani itakapofika usijutie maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa mahali hapa. Tunaelewana, tupungiane mikono namna hii mahali popote ulipo. Basi nisichukue muda wako mwingi, niombe jambo moja. Kama upo mtu ambaye unaona kabisa ulikuwa ukiishi maisha yasiyompendeza Mungu, ulikuwa ukienda nje na mapenzi ya Mungu, ulikuwa ukienda nje na njia za Mungu, pengine ulishaenda kwa waganga mara nyingi, pengine ulishafanya vitu vikubwa ambavyo unahisi kabisa, hapa hata nikienda kwa Mungu hawezi kunisamehe. Lakini leo ipo habari njema ya kwamba hapa tumemleta Yesu ambaye anasamehe dhambi zako zote. Tumesoma Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Maandiko yanatueleza kwamba yeye ndiye aliyetolewa kama mwana wa pendo lake. Mungu alimtoa kwa ajili yetu ili dhambi zote ulizokuwa nazo ziweze kusamehewa. Basi kwa wakati huu, hata kama unahisi ulienda kinyume na Mungu, ulikuwa unahudhuria kanisani, unasali vizuri, lakini bado hujampokea Yesu, hujamkiri kutoka ndani ya moyo wako, unaweza kunyosha mkono tu mahali ulipo, nasi tutaomba kwa ajili yako. Popote ulipo unaweza kunyosha mkono wako, na nilipo hapa nitaomba kwa ajili yako, na watumishi wa Mungu hapo watakuja kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mahali popote ulipo unaweza kunifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimetambua ya kwamba nilienda kinyume na mapenzi yako. Leo hii Bwana, nataka nifanye upya. Nifute jina langu katika kitabu cha hukumu, niandike jina langu katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu, ongoza maisha yangu kuanzia sasa hata milele. Funika macho yako niombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu mmoja ambaye amekukubali wewe asubuhi hii, ambaye amekubali kukukiri wewe. Andiko lako anasema ya kwamba mmoja anapokukiri wewe hapa duniani, mbinguni malaika wanashangilia, na malaika wanaposhangilia mbinguni, na maisha ya mtu yanabadilishwa. Maisha yake mtu huyu mmoja aliyekubali ndani ya moyo wake kukukiri na kuishi katika njia zako, Bwana ukayabadilishe, ukatengeneze, ukamfanye kuwa kiumbe kipya kama ahadi yako ilivyo. Maandiko yako anasema neno lako ni kweli na amina, haujawahi sema uongo. Milele Bwana uko peke yako. Kumbuke mtu huyu aliyekukubali wewe, ukaishi naye kuanzia sasa hata milele. Isitokee siku ya yeye kurudi nyuma, isitokee siku ya yeye kurudi tena dhambini, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi 23 mstari wa 1 mpaka wa 8.
Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi 8 la Mungu nasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hekima, wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen, amen. Tufungue tena kitabu cha Marko sura ya 5 na mstari wa 5. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa kwanza na kuendelea. Kitabu cha Marko sura ya 5 na kuendelea. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake alikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu. Haleluya. Somo langu linahusu ni nani anayeongoza maisha yako. Tumesoma kitabu cha Zaburi sura ya 23 ukianzia mstari wa kwanza pale. Tukaja tukasoma kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Nitaanza kwa kueleza habari za kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa akitembea akapita katika nchi moja ya Gerasi, akiwa akihubiri Injili, akakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa amepagawa na pepo. Huyo mtu alikuwa akisumbuliwa na pepo, akizunguka duniani, akijikatakata kwa mawe. Alikuwa hana msaada kwa kuwa alikuwa amepagawa na roho wachafu. Nataka nikwambie, maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna maisha ya roho, lakini kuna maisha ya mwili, ambapo maisha ya mwili ni maisha ambayo yanaongozwa na fahamu tano, ambazo yanaongozwa na milango mitano ya fahamu. Lakini kuna ulimwengu wa roho, ambapo ulimwengu wa roho umegawanyika wa aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa Mungu, lakini kuna ulimwengu wa Shetani. Au kuna ulimwengu wa nuru, lakini kuna ulimwengu wa giza. Sasa huyu mtu alikuwa akitembea, alikuwa akisumbuliwa na mapepo, maana yalikuwa yamekamata fahamu zake. Akawa anatenda mambo ya ovyo, akawa anatenda mambo mabaya. Lakini wakati siku moja Yesu alipotembea kwenye ule mji, akakutana na yule mtu ambaye alikuwa akisumbuliwa na mapepo, ambaye alikuwa amepagawa na majini, akiwa anafanya mambo ambayo hayaeleweki. Yesu akakutana naye. Yesu akaziamuru zile pepo zikamtoka yule mtu. Baada ya pepo kumtoka yule mtu, tukashangaa anaibukia mahali pengine ambapo anaitwa Dekapoli. Tukamwona yule mtu anaanza kuhubiri neno la Mungu. Na somo langu nimekwambia, ni nani ambaye anaongoza maisha yako? Kitu ambacho kinaongoza maisha yako, maisha yoyote ya mwanadamu yanaongozwa na roho. Na kama maisha ya mwanadamu yanaongozwa na roho, ile roho iliyomo ndani yako ndiyo inayoamua maisha yako yawaje. Haujasikia? Ile roho ambayo imo ndani yako ndiyo inaamua maisha yako yawaje. Ukimwona mtu anafanya anasa, anafanya usinzi, anafanya uchawi, anafanya matendo yote ya giza, ni kwa sababu ya roho iliyomo ndani yake, ni kwa sababu ya roho ambayo inaongoza maisha yake.
lakini tunaona huyu mtu baada ya kukutana na Yesu, Yesu akaziamuru zile pepo zikamtoka yule mtu, hatimaye akageuzwa akawa mhubiri wa Injili. Mabadiliko yakatokea, akaanza kuongozwa na nguvu nyingine, akaanza kuongozwa na nguvu nyingine. Taarifa moja naomba nikupatie ya kwamba katika maisha yako unaweza ukakosea jambo moja. Unaweza ukamwabudu Mungu badala ya kumwabudu shetani, ama unaweza ukamwabudu shetani badala ya kumwabudu Mungu, kwa sababu haujajua roho gani ambayo imekamata maisha yako. Hujajua roho gani ambayo inaongoza maisha yako. Haujasikia Biblia inaniambia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, nani anaongoza maisha yako? Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katikati ya kando ya majani mabichi unilaza, uniongoza. Yesu Kristo leo anakutafuta akutoe. Leo Yesu Kristo anatamani umpatie nafasi kwenye moyo wako. Mwambie mwenzako, ni wewe. Yesu anakutafuta leo, anataka kuhamishe kwenye nguvu za giza hizo. Saifu unaanza kusalauliwa. Yule mtu ambaye alipagawa na pepo Injili akaanza kutembea ulimwenguni kote, akaenda Dekapoli, akasema Yesu anaokoa, akasema Yesu anaponya, akasema Yesu anabadilisha. Ninakwambia leo, siku ya leo, Bwana atabadilisha, Bwana atabadilisha, Bwana atabadilisha, Bwana atabadilisha kwa Yesu. Leo ninakutamani leo. Yesu anakutamani leo. Yesu anakutamani leo. Sisi wenzako tulikuwa tukitembea, tukakutana na watu wanasema, onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Nasi tukaonja, tukaona utamu, tukaendelea naye. Na wewe siku ya leo, onja uone ya kwamba Yesu ni mwema. Ukionja leo, utakula utamu na utaendelea naye. Ninakushauri leo, katika jina la Bwana, fanya shauri leo, fanya uamuzi leo wa kumpokea Bwana Yesu, ili aingilie maisha yako, ili aingilie watoto wako, ili aingilie ndoa yako, ili aingilie kazi yako, ili aingilie maisha yako yawe salama. Sina maneno mengi ya kukushawishi, lakini nakwambia leo, onja uone. Mwambie mwenzako, onja uone. Mwambie jirani yako, onja uone. Ni mwamini Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ili mimi niongozwe na huyo Mungu nayemsema, ili niongozwe na huyo Mungu nayemsema, ili fadhili za Bwana zinifuate siku zote za maisha yangu, ili fadhili za Bwana zinifuate siku zote za maisha yangu. Ninaomba unyoshe mkono wako mahali popote ambapo upo. Bwana anakuona. Nyosha mkono wako, usiogope. Usiogope jirani yako, nyosha. Bwana anakuona. Bwana anakuona. Yesu anakuona. Nyosha mkono wako. Sasa ukiwa umenyosha mkono wako, mama Yesu amekuona hapo, endelea kunyosha mkono wako. Baba Yesu amekuona, endelea kunyosha mkono wako. Basi utanifuatisha maneno. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba uyaongoze maisha yangu. Ondoa roho chafu ndani yangu. Ninakukubali wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunibadilisha. Nitakutumaini na kukutegemea siku zote za maisha yangu, na ametoa kwa ajili yako Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa neema na rehema ambazo umezionyesha kwa ajili ya mama yule, ambazo umezionyesha kwa ajili ya kijana yule, ambazo umezionyesha kwa ajili ya baba yule, ambazo umezionyesha kwa ajili ya mtoto yule. Baba, ninaomba rehema na neema ya Bwana kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Naomba Bwana majeshi, ongoza maisha yake kuanzia saa hii, kuanzia dakika hii, kuanzia wakati huu, kwa ajili ya utukufu
kwa jina lako Yesu. Sante Bwana, ninambariki Bwana, ongoza hatua zake kwa neno lako, uovu usije ukamili tena, katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amina. Ya kwamba yeye ndiye kiongozi, ya kwamba yeye ndiye awezaye kuuisha mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kuulizana kama unavyojiuliza, nawezaje kula mwili wa Kristo? Nawezaje kunywa damu ya Kristo angali simuoni? Kula mwili wa Kristo utakula kwa kulikiri jina lake, kwa kuamini kwamba yeye ni Bwana, sababu ya Yesu Kristo. Maana alipotufilia msalabani, akachukua uovu wetu wote, akachukua madhaifu yetu yote, ili tupate kuokolewa, ili tutengwe mbali na dhambi. Hapo mwanzo tulikuwa wenye dhambi, hapo mwanzo tulichukuliwa na yule mwovu, lakini Kristo kwa upendo wa Mungu Baba akashuka duniani, akauvaa mwili ili apate kuniokoa, ili apate kuokoa wewe, ili apate kuokoa mama, ili apate kuokoa baba, ili apate kuokoa kaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kwa mafinga. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Ni shauku yake umi sasa. Ukiri ndani ya moyo wako, ukiri ndani ya kinywa chako ya kwamba yeye ni Bwana, ya kwamba yeye ni Mwokozi, ndiye chakula cha uzima. Amnapokea chakula hiki, uzinzi akiwa ndani yako atageuza maisha yako. Ulikuwa ni mtu mwenye kuteswa, lakini ukiwa ndani ya Yesu nasema nimekuchukua wewe chakula cha uzima. Sitaki kuteseka tena na hayo magonjwa na mateso ya kila namna na mawazo ya kipepo yanaondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kwa mafinga. Yesu anawapenda sana. Mungu anawapenda sana. Anawazia yaliyo mema. Anawazia yaliyo mema. Ndio maana siku ya leo ametutuma tuje kuzungumza nanyi juu ya habari za mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa mafinga. Yesu anatamani uachilie mwili wako na roho yako, umgeukie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anahitaji uyageuze maisha yako, umtazame yeye. Anahitaji ubadilishe mienendo yako, umtazame yeye. Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo 11 sura 28. Mathayo 11:28. Neno la Mungu linasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema njooni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitaipumzisha. Una mzigo wa dhambi umekulemea we mama, una mzigo wa uzinzi umekulemea we kaka, una mzigo wa ulevi umekulemea we baba. Anasema njooni kwangu. Ukishakula chakula unajikana mwenyewe, unasogea kwa Kristo Yesu, unasema Bwana, huu ni mzigo ulionitesa kwa muda mrefu, nami nakuja mbele zako nipumzishe. Njoo, usione haya, usione haya atakuchukuliaje. Sogea kwa Yesu, anahitaji akupumzishe. Maana anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Je, ni pepo wachafu amesumbua maisha yako? Je, ni magonjwa yasiyotibika? Au umeenda hospitali amekwambia haya magonjwa yatibiki, utakufa nao? Yesu Kristo siku leo anasema njooni kwake, ewe mwenye kusumbuliwa na pepo wachafu, ewe mwenye kusumbuliwa na uzinzi, ewe mwenye kusumbuliwa na ulevi, ewe mwenye kusumbuliwa na magonjwa mbalimbali yafananayo na haya. Anakuita siku ya leo, anasema njoo, njoo mkiri yeye, njoo mpokee, njoo ule chakula ambaye ndiyo yeye, na utapata kuwa mzima, na utawekwa mbali na dhambi, utawekwa mbali na kuteseka. Magonjwa yatakuwa ndani yako tena, au utakuwa mtu wa kuonea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kwa mafinga. Kaka zangu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu analo kusudi jema juu ya maisha yako. Mungu analo kusudi jema juu ya maisha yako. Yamkini umeteseka sana katika kazi yako, lakini Bwana anatamani siku ya leo umkabidhi maisha yako, uichukue roho yako, yambie hai nafsi yangu namkiri Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, na atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Enyi dada zangu, Yesu analo jambo jema. Anatamani mgeukie yeye, anatamani mkiri yeye, anatamani mkimbilie na ageuze maisha yenu. Yamkini mmeteseka, yamkini mmehangaika, lakini siku ya leo jibu liko malangoni pako, ni kumkiri Yesu na kumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kubadilisha maisha yako. Popote pale ulipo, tamka maneno haya:
Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niko mbele zako Baba, naomba unisamehe kwa yale yote nilokutendea. Unirehemu Bwana, unitakase, unifanye chombo kipya, nami nikakutumikia wewe tu, nami nikakutumainia wewe tu, nami nikaishi katika njia za kupendeza wewe. Amen. Basi kama umemkiri Yesu Kristo mahali popote ulipo, nami nitaenda kuomba nguvu ya Mungu ishuke juu yako, hata usiweze kuacha hiyo imani. Yamkini umempokea Yesu, upo nyumbani, upo kazini kwako, kuwa na imani ya kwamba Yesu atabadilisha maisha yako na utaishi katika njia za kumpendeza yeye. Na siku ile parapanda itakapolia, wote tunaenda kumlaki mawinguni, wote tunaenda kumlaki mawinguni, wote tunafurahia uzima wa milele. Tunaenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka sana, asante kwa ajili ya kijana huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya binti huyu, asante kwa ajili ya baba huyu ambaye ameamua siku ya leo kukabidhi maisha, ambaye ameamua kurudi kwako na kurejea Mungu. Tazama Bwana majeshi, katika kushuka na kuonekania, ukamtetee Bwana majeshi, ukamuongoze katika njia zako, ukamuongoze katika biashara yake, ukalinde na kumuongoza Bwana, ukamtetee mfalme wa falme, muongoze. Nami nakataa kila hila na ngome za adui shetani, nami nakataa kila roho za mafatilizi kwa mamlaka jina la Yesu. Naangusha kila falme, pepo chafu ambayo amekusudia kwa maisha yake, nami nakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Na azingira kwa ulinzi wa Roho Mtakatifu, nguvu zako naweza kuwe Bwana, ukamlinda ukamtangulia, ashiria nguvu yako naweza kuwe Bwana Mungu, ukamuongoze. Nami nakushukuru wewe Mungu mwaminifu, kwa kuwa Bwana majeshi umekwisha kutenda na umekwisha kufanya, katika jina la Yesu nami naomba nikiamini, amen. Tiba ipo, ambao umeenda hospitali wakakwambia ugonjwa mpaka kifo. Natamani nizungumze na wanaosumbuliwa na pepo wachafu, wanaosumbuliwa na matatizo mbalimbali. Kama upo naweza ukasogea hapa kwa ajili ya kuombewa. Kama uko nyumbani, kama upo kazini, nami nitaenda kuomba Bwana majeshi akaachilie uponyaji. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka sana, na kushukuru kwa ajili ya ukamtakase kwa damu yako Bwana, nguvu ya uponyaji ikapite ndani yake. Nami nakuhitaji mfalme Mungu usiyeshindwa, kwa nini ukatetea, achilia nguvu yako na uwezo wako Bwana. Kila kifungo kilichofunga juu ya maisha yao kikapate kuachilia, kila ila za yule adui mwamba, nami nakataa, nami navunja na kuondoa mipango ya kishetani kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Nami natamka afya, nami natamka uponyaji, nami natamka kufunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nami naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo mwana wa aliye hai. Na kila mwenye pumzi amsifu Bwana, na kila mwenye pumzi amshangilie Bwana. Haleluya. Ili nije nikutoe katika hayo magonjwa, ili nije nikutoe katika hayo madeni. Wengine hawalali, wanateseka usiku na nguvu za wachawi. Leo Bwana Yesu anataka kutatua hiyo shida. Haleluya. Msomaji wangu nisomee kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Amina. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Andiko yanasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Haleluya. Anasema wala hapana wokovu kwa awaye mwingine yoyote, kwa maana hakuna jina jingine alilopewa mwanadamu. Nahitaji wanadamu tu ndio wanisikilize hapa. Kama wewe sio mwanadamu, endelea na shughuli zako, lakini naongea na wanadamu mahali hapa. Anasema hakuna jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Leo nakuletea jina ambalo hilo ukiliamini kuna uhakika wa kutoka katika mateso yako. Leo nakuletea jina ambalo ukiliamini hilo jina kuna uhakika wa kupona hayo magonjwa yako. Kuna watu walipewa majina, mwingine alipewa
jina la babu yake, walirithishwa jina la ukoo, jina la mizimu, wakaambiwa kwa jina hili la mizimu mkitaja mnatoka katika shida. Hata ndio maana wengine wakipata leo shida wanaenda makaburini, wanataja mashine ya babu zao, wanataja mashine ya bibi zao, lakini shida imebaki pale pale, lakini magonjwa imebaki pale pale, lakini balaa imebaki pale pale, lakini mikosi imebaki pale pale. Wengine walipewa jina ilizi, wakasema ukitumia ilizi katika biashara yako, biashara itasonga mbele. Wakamwambia huu ndio ulinzi wako, hii ilizi ndio ulinzi wako. Cha ajabu, analala nayo usiku kucha, lakini haileti msaada, lakini inaongezea mateso, lakini inamwongezea shida. Leo nakuletea jina ambalo hakuna atakayeliamini ni jina akabaki kwenye mateso. Leo nakuletea jina ambayo ukiliamini ni jina hakuna atakaye endelea kuhangaika. Umeyasikia majina mengi sana, yapo majina ambayo yamesikika kwenye masikio ya watu. Kuna majina yalikuwa yanatisha, kuna majina yalikuwa yanaitwa Idi Amin Tata, yakisikiwa tu hayo majina watu walikuwa wanakimbia. Kuna majina ya watu maarufu yaliyotikisa nchi, yalikuwa majina yanaitwa kina Gaddafi, lakini leo tunaye tena. Mimi sikuletea jina lililokufa, na kuletea jina la mwanaume ambaye anaishi jana leo na hata milele, jana leo na hata milele. Huyu mwanaume ukimkaribisha, ukiliamini jina lake, anatangaza usalama katika familia yako, anatangaza usalama katika ndoa yako, anatangaza usalama katika biashara yako. Lipo jina la Yesu, lipo jina la Yesu. Mafinga sikia, lipo jina la Yesu. Mafinga sikia, nakuletea jina la Yesu, nakuletea jina la Yesu litakaloweza kukutoa kwenye hayo magonjwa, litakaloweza kukutoa kwenye kila masumbuko. Wewe ni kuamini tu ya kwamba hili jina limebeba msaada. Wewe nilikukubali, ulikubali hili jina ninalokuletea siku ya leo. Haujapewa jina jingine mwanadamu, hauna jina jingine mwanadamu litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Hebu sema fire. I see the fire. Sikiliza nikwambie, kuna watu walidanganywa. Leo nataka ni ufuta uongo katika kichwa chako. Kuna watu walikwambia usalama wako wewe ni kuendelea kuabudu katika mizimu. Kuna watu walipewa misitu, wengine walipewa miti, wakaambiwa huu ndio usalama wako. Cha ajabu na cha kushangaza, wanapeleka ng'ombe, wanapeleka mbuzi, wanapeleka watoto, wametoa kafara watoto, amebaki peke yake. Akaambiwa hapa ukitoa hizi sadaka huu ndio wako. Mwingine akatoa mke, mwingine akatoa mme, kwa sababu tu aweze kupata pesa, kwa sababu aweze kupata kinga. Mwingine akitoa kwa sababu ndio alivyodanganywa. Yesu leo anasema umepoteza, inatosha. Hizo kuku ulizopeleka kwa mganga kienyeji, Yesu ananiambia zimetosha ndugu yangu, zimetosha ndugu yangu. Yesu hahitaji kuku wala hahitaji ng'ombe, anahitaji moyo wako uliokubali, unaosema mimi Yesu nipo tayari kukukiri, unaosema Yesu mimi hapa, unaosema Yesu nisaidie. Hebu sema Yesu nisaidie, sema Yesu nisaidie. Muulize jirani yako, wewe msaada wako unapata wapi? Muulize jirani yako, ukiona amekununia mtoto, wewe msaada wako unapata wapi? Kitabu cha Yeremia anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana kwa jina la Yesu. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye mahali fulani, alikuwepo kwenye shida kwa muda mrefu, alikuwa anasumbuliwa,
Yeye huyo mtu alikuwa anapata ukichaa, pesa nyingi, kifikiri labda ni magonjwa ya kawaida. Leo nakwambia yupo shetani ambaye analetaga magonjwa kwa watu, na leo niko mahali hapa kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Leo unatoka kwa jina la Yesu. Nikamwambia akawa na nikichaa, akawa na ukichaa. Nikasema subiri nikwambie, leo hii akili ambayo inapotea na kurudi, kuna wakati anakuwa kichaa, hapo baadaye akili ndio zinarudi. Akili zinarudi ameshachoma nguo, akili zinarudi ameshauza viwanja, akili ndio zinamrudia. Hivi imekuacha, unamkamata tena ukichaa. Nikasema leo nakuletea Yesu, Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Huyo ukimpokea